Nimepitia mkataba, nimeusoma wa pande zote mbili kwamba walisaini mkataba Mei 13 mwaka 2022, mkataba ambao ulianza kutumika tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2022, na ni mkataba wa miaka 15. Na baada ya kupitia mkataba, tumeruhusu pande zote mbili ziwasilishe hoja kwa nini wanafikia kuvunja au kuvunjika kwa mkataba. Kwa hiyo tumepokea hoja mbalimbali, lakini kikubwa kwenye kipengele cha 6.4 kinaeleza wazi kwamba kabla mkataba hujavunjwa basi kutakuwa na mambo matatu ya kufanyika. Kati ya hayo, moja ni pande zote mbili kukutana na kuzungumza, lakini la pili wanaweza katafuta mtu wanayeona katika usuluhishi, na ikishindikana basi wanaweza kwenda katika mahakama ya biashara Dar es Salaam. Lakini pia kuna kipengele cha 6.5 kinaeleza kwamba mkataba pia unaweza ukavunjwa endapo upande mmoja usitimize majukumu ya kulipa, na hayo kuna maelezo yake ya malipo. Sasa baada ya kupitia vipengele hivyo, tukataka kujua ukweli kwamba ni kweli kwamba mkataba huu unavunjwa kwa kifungu cha 6.5, kwa maana mpangaji hajalipa kinachotakiwa. Kwa hiyo mimi na wenzangu, kwa maelezo tuliyoyapata, ni kwamba upande mmoja wa landlord unasema kwamba tunakudai dola 26,000, na upande wa mpangaji na wenyewe unasema sisi hatudaiwi. Kwa hiyo hapo tumepata shida kwamba nani mkweli katika hili, na pande zote mbili zimewasilisha dokumenti kwamba upande wa landlord ametoa takwimu zake na invoice ya mwisho na mawasiliano ya mwisho, lakini upande mwingine nao umewasilisha dokumenti za kuonyesha malipo. Kwa hiyo wameshinda kuafikiana kwamba upi ukweli katika jambo hili. Sasa tulichokigundua katika mazungumzo haya ni kwamba mahusiano kati ya pande zote mbili yameyumba, na kwa sababu hiyo hata sisi ambao kama serikali tuliowaita katika hili linakosa nafasi ya kuwa sehemu ya usuluhishi. Na hata isingekuwa serikali, sioni nia ya upande mmoja kuweza kutaka hata msuluhishi anayemuona wao kwa pamoja wanaweza akamtumia. Na kwa maana hiyo, kwa mazingira haya na haya ambayo tumeyaona, ni wazi kwamba serikali imetimiza wajibu wake wa kutaka kuhakikisha kwamba jambo hili alileti uvunjifu wa amani, lakini la pili, angalau katika hali ya kiutawala kuweza kuwakutanisha na waweze kuongea na kuwashawishi, na tumefanya jitihada hivyo. Nitumie nafasi hii kusema kwamba wenye kulimaliza jambo hili ni mpangaji na landlord. Wao wenyewe waone kama watakaa ni sawa, lakini kama hawezi kukaa basi jambo hili likaamuliwe katika vyombo vya sheria na hasa mahakama. Eric Mashauri, kama ambavyo umesikia, huyu Mr. Timothy ambaye ameonekana kwenye vyombo vya habari, social media hizi, akiwa akitafuta sympathy ya wananchi, kuonekana kama ameonewa. Mimi nilifahamiana naye mwaka 2021 mwishoni, ambapo alikuwa anatafuta mtu wa kuwekeza kwenye eneo ambalo liliachwa na marehemu baba yake mzee Flavel, ambaye alifariki kipindi cha mwaka 2021.
2020. Alikuwa anahitaji mwekezaji wa kuwekeza kwenye ile eneo ambalo lilikuwa limejengwa lije kuwa lodge hapo baadaye, lakini lilikuwa ni pagara, jengo ambalo halijakamilika. Sasa alifahamiana na mimi akiwa yeye Uingereza, mimi nikiwa Tanzania, alinipigia simu kwa njia ya WhatsApp na emails, na akaniambia, bwana, mimi natafuta mtu wa kuwekeza ambaye mwenye mtaji. Nina eneo zuri sana liko Manyara hapo Karatu, jenga na kuweka miundombinu yote ya hilo eneo na kuweka furnitures na fixtures zote na kila kitu ili iweze kuwa ni hoteli, ambayo nimeweka mamilioni ya pesa, pesa nyingi sana nimeweka pale. Tukasaini mkataba wa miaka 15 kati ya sisi travel partner na huyu anaojiita ni mwekezaji. Kwa hiyo kwa kifupi, yeye sio mwekezaji, sisi ndio tumewekeza pale. Lakini kwa makubaliano, kwa sababu yeye ni mwenye eneo, tukawa tunamlipa base rent ya $25 kwa mwaka, ambao tumemlipa pia, tumekuwa tukimlipa na hatudai pesa yoyote. Lakini zaidi ya hapo tulikuwa tunampa commission kwa kila mgeni anaoingia, ambao pia tumemlipa, hapati, hamna shida yoyote. Lakini wakati amekuja Tanzania, nilipomtumia nauli akaja hapa Tanzania, alikuwa hana ajira pia. Akaniambia, mimi sawa, nitakuwa napata pesa mara moja kwa mwaka hizi za base rent, lakini naomba uniajiri, na mimi sina kazi, sina ajira, na nimekaa Uingereza muda mrefu, sina ajira. Basi kiubinadamu nikamwajiri kwenye kampuni yangu, akawa anafanya marketing, akawa idara ya marketing, na tukaanza vizuri. Nimefanya naye kazi miaka 3 akiwa mfanyakazi wangu, lakini pia nikiwa namlipa base rent yake ya ile eneo, lakini mtaji aloweka mtaji pale ni mimi. Ni pesa nyingi sana nimeweka. Ilipofika mwaka jana mwishoni, akafukuzwa kazi kwenye kampuni kwa sababu ya masuala ya ulevi, masuala tabia ambazo hazikuwa nzuri za ubaguzi na za kubagua watu na kubuli staff wenzake, na pia vitendo vya ajabu ajabu. Na ndio tumeshangaa siku ya Pasaka tarehe 2 mwaka huu amekuja pale na mabouncer kwenye lodge, akafunga lodge wakati tuna wageni wa kuingia. Akaja na mabouncer zaidi ya 30 wako kwenye ice, akaja na walinzi wa private company ambayo ameikodi pale Arusha, wakaanza kuwanyanyasa wafanyakazi wangu, wakawaharasi, wakawatisha na kuwatoa ndani ya hoteli kwa kutumia mtoto wa bunduki kwamba mnadaiwa rent, hamjalipa rent, na akaweka bango la notice pale kwamba ameterminate. Sasa sisi tukaona kwamba si vizuri kwamba na sisi tutumie mabavu, tutumie mabouncer, tutumie nguvu kwenda kuwatoa wale. Tukaenda kwa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Karatu, wakamuita kwenye kikao cha kwanza, akakataa kuja. Akamuita cha pili, akakataa kuja. Cha tatu, kamati ya usalama ikaenda mpaka kwenye hoteli ya Manyara Safari Lodge pale, wakamkuta pale Timothy akiwa anakunywa pombe, anacheza darts, na akaulizwa na kamati ya ulinzi na usalama, kwa nini umekataa kikao? Akasema I'm busy anyway. Akasema I was busy. Hivyo basi wakamhoji pale, kwa nini